Na mchambuzi wa soka Isike Fred Isike, tumeona mambo ni mengi mtandaoni. Simba kukataa, baada ya kukataa kufanya mazoezi pia katika uwanja Benjamin Mkapa jana, walitoa barua kwamba hawataki kabisa kucheza mechi ya leo, kwamba hawatacheza mpaka maamuzi ya bodi ya ligi yafanyike kwamba nani ameonewa. Lakini leo hii asubuhi maamuzi ya bodi ya ligi wameposti posta yao kwamba mechi iko pale pale. Dabi haina kipengele, labda kipengele uje nacho wewe. Sasa wewe kama mchambuzi wa soka, tupe maoni yako kutokana na ambacho Simba wamekifanya, lakini pia Young Africa nao kukazia katika msimamo wao kwamba mechi iko pale pale. Kwanza kitu kizuri ni kwamba tuko kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Waislamu na Wakristo tuko kwenye njia moja. Lakini taarifa iliyoshtua ni pale jana baada ya kushuhudia zikionekana video mjongeo zikionyesha tafrani ya mataharuki katika viunga vya uwanja wa Benjamin Mkapa, na ikionekana basi lililobeba wachezaji wa klabu ya Simba pamoja na viongozi wao wakizuiwa au wakiwekewa pingamizi kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili kufanya mazoezi. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, tuliona makomando wa klabu ya Yanga sasa wakinasibishwa na makomando wa klabu ya Yanga wakiwepa zuio hilo la kuingia kufanya mazoezi. Baada ya vuta na kuvuta takriban isiyopungua masaa mawili, basi ama msafara wa klabu ya Simba uliondoka katika viunga vya uwanja Benjamin Mkapa, na usiku huo hata kabla tujakula daku tukaona taarifa kutoka klabu ya Simba, taarifa kwa umma ikieleza namna ambavyo wameumizwa na kusikitishwa na matukio yaliyotokea pale, kiwango ambacho kwa binafsi waliona kwamba haikuwa sawa kikanuni. Walijiona na nafasi ya kupata nafasi ya kufanya mazoezi muda ule ambao mchezo ungechezwa masaa 24 kabla ya mchezo. Kikanuni timu mgeni ana nafasi ya kutumia uwanja wa mechi kama sehemu ya mazoezi, kuzoea mazingira na atmosphere na kila kitu kwenye ule uwanja. Kwa Simba walikuwa wamesimamia kwenye kanuni hiyo, lakini kwa taarifa zisizokuwa rasmi kwa zinasema kwamba meneja wa uwanja Benjamin Mkapa hakuwa na taarifa rasmi. Taarifa hizo ni rasmi kwamba uwanja wa Simba ndio utumie, lakini makomando wa klabu Yanga wao walisimamia, walikuwa wanakiamini kwamba hayakuwa mazingira rafiki kwa wao kuwaruhusu klabu ya Simba. Unajua mechi ya dabi ya Kariakoo ipo mechi ya uwanjani dakika 90, lakini kuna mechi kubwa zaidi nje ya uwanja ambayo inaweza kuchezwa takriban mwezi mzima. Ile Road to Kariakoo dabi miaka yote imekuwa ni mechi ngumu zaidi nje ya uwanja, na hichi unaweza kukiona kwamba ni sehemu ya hizo tafrani za nje ya uwanja kati ya hizo klabu kubwa mbili za Tanzania na Kariakoo Dar es Salaam. Baada ya kuondoka tu kila mtu akaamini Simba wametema bungo kusema kwamba hawatashiriki mchezo huu wala hawataingiza timu kwenye mchezo huu ambao unapigwa leo. Kwa mujibu wa taarifa ya bodi ya ligi kwamba mechi itapigwa saa 1:15 kama ilivyokuwa. Baada ya muda tumeona taarifa kutoka kwenye klabu ya Yanga pia, Yanga na wao wakiweka wazi kwamba mechi ipo kama ilivyopangwa na kila kitu kipo sawa kwa upande wa Yanga ambao hao ndio wenye mchezo, maana kikanuni wao ndio timu mwenyeji. Lakini kwa bodi ya ligi ambao wao ndio wanasimamia ligi kuu Tanzania Bara, NBC pamoja na Championship na ligi za chini, wameweka wazi kwamba wameposti kupitia ukurasa wa Instagram kwamba mechi ipo. Sasa ukichukua matukio Simba kuzuiwa, ukichukua tukio la Simba kutoa taarifa kwa umma, ukichukua tukio la Yanga kutoa taarifa, na ukichukua tukio la kumalizia la bodi ya ligi kuposti ile teaser ama posti ile taarifa kwamba mechi ipo, kuna mambo unabidi ujiulize. Ndani ya miaka hii karibuni tulishuhudia mechi ya Simba na Yanga ikiahirishwa katika mazingira ambayo yalionekana yalikuwa yanaweza kutatulika. Watu huyu walisimamia kanuni hii na wao wakasimamia kanuni hii. Tukaona Yanga wamefika uwanjani na wamefanya mazoezi wakaondoka, Simba akafika uwanjani akafanya mazoezi na yeye pia akaondoka, maana hawakukutana uwanjani. Baada ya lile tafasiri hadi serikali iliingilia kati, vyombo mbalimbali viliingilia kati kunusuru alile sitokee. Sasa kuona ndani ya muda mfupi ndio kutokea tena tafasiri Simba na Yanga wanataka kuleta picha mbaya ya mpira. Ligi hii ndio imepewa nafasi ya kuwa ligi nambari 4 bora barani Afrika, hata miezi mitatu hatuna, baada ya kupewa hiyo nishani ya heshima na shirikisho la dunia. Leo hii kuona mchezo mkubwa wa hiyo nchi unakwenda kuingia dosari, inakuwa ni mbaya sana. Ingetuchafua kama nchi, ingetuchafua kwenye bara la Afrika na kwingine. Kwa mimi kwanza naiunga mkono klabu ya Yanga
kuwa tayari kwa mchezo, lakini naiunga mkono pia bodi ya ligi kuposti taarifa kwamba mechi ipo hiyo saa 1:15. Iseke, kiongozi wa Simba Magoli alisema kwamba sio tu kususia mchezo huu dhidi ya Yanga, bali hata mchezo ambao inafuata mbele hawatashiriki mpaka yule ambao ameweka kikwazo apewe adhabu yake. Hiyo haijakaa sawa au imekaa sawa? Kwangu mimi viongozi wa Simba wanapokiongea wao kwenye mstari wao na jinsi wanaweza kaiswa kwa sawa sawa. Lakini mimi naamini kwenye play fair be positive. Tunahitaji mechi ya dabi iwepo. Yaani wa Tanzania, wa Afrika na ulimwengu wanatamani kuiona mechi yetu kubwa ikipigwa, na katika hilo hakuna wasiwasi kidogo. Mchezo mkubwa Afrika Mashariki na Kati ni mchezo wa Simba na Yanga. Na Simba na Yanga ni miongoni mwa dabi bora 5 barani Afrika. Kwa mzee Magori inawezekana bado ile hali ya kuwa katika hali ya taharuki bado anayo, kwa maana hiyo kwamba taarifa ya kutokuwepo mechi na taarifa nyingine bado yupo kwenye ile hali. Lakini kwangu mimi naamini mzee Magori ni mtu wa mpira, anataka kuongoza mpira nchini, naamini busara zake pia zinahitajika kama kiongozi mwandamizi. Yeye anatakiwa tu aongoze kina Mediali na wengine kwenye njia ya uzoefu, kwa sababu yeye ni mbobezi kwenye uongozi wa klabu ya Simba na kwenye mpira huu wa Tanzania. Kwa hiyo kauli yake ya kutaka Simba asiendelee na mchezo hata mmoja inawezekana ikatoa picha nyingine ya mlango mwingine mgumu zaidi ambao utafunguliwa. Niliona pia akisema kwamba Baraka Mpenja amebadilishwa, alichaguliwa kuwepo kwenye mechi hii, kwamba ananungunika. Wao ndo walibadilisha kwamba wamtaki pia Baraka Mpenja na mambo mengine mengi yanazungumzwa. Lakini mwisho wa mambo yote kabisa, kiacha kwa kuna kanuni na utaratibu, kwangu mimi nataka mchezo uwepo kwanza, alafu maamuzi ya kikanuni na maamuzi mengine yafuate. Itakuwa ni dhambi mchezo usipochezwa. Kuna watu wametoka nje ya nchi hii kuja kuangalia huu mchezo. Kuna watu wametoka katika mataifa ambayo wachezaji wengi wa kigeni wanatoka kwenye mataifa wao, ndugu zao wako hapa. Kuna watu kutoka nje ya bara la Afrika wanafuata mchezo huu. Kwa hiyo mchezo usipokuwepo utapeleka picha, ujumbe mbaya kwa CAF, ujumbe mbaya kwa FIFA na ujumbe mbaya kwa watu wa mpira bara la Afrika na dunia kwa ujumla, kuona kwamba Simba na Yanga ni timu ambazo haziaminiki. Inawezekana hata watu wanataka kuweka hela zao kwa Simba na Yanga wakawa na ugopa kusema bwana, dakika yote unaweza kufanya tukio ambalo wewe ukaingia hasara kubwa. Simba wako sahihi kwa namna walichodai wao, lakini kama bodi ya ligi wamesema mechi ipo, basi mimi nawataka pia rai klabu ya Simba wakiongozwa na mzee Murtaza Mangungu walete timu uwanjani. Naamini wamejiandaa kwa muda mrefu na naamini wachezaji wao pia wanaitaka mechi. Nilikuwa nao kwenye press jana, walizungumza vitu vingi. Sidhani kama watafurahia kina Kapombe kutoka kupata mchezo huu, lakini pia kama kuna vitu inabidi TFF na bodi ya ligi wawe smart, ni sehemu ya watu wanaitwa makomando wa hizi timu kubwa mbili za Simba na Yanga. Hawa kuna muda wanafanya vitu mpaka unajiuliza hawa ni wanajeshi, hawa ni askari, hawa mtu nguvu na nani? Si mara moja mara mbili tunaonaga taarifa za kuwapiga watu, kuwazuia watu. Hata wakati mwingine si waandishi tunajikuta kwenye wakati mgumu. Sasa makomando wa klabu ya Simba na makomando wa klabu ya Yanga wakiwa kwenye mambo yao ya kutimiza wajibu wao. Nafikiri kuja kanuni kali zaidi kuwahusu wao, ili angalau tusione kikundi cha watu tu kinaweza kuzuia timu isiingie uwanjani. Tuone kanuni zikiwasema vizuri hawa, na wakati mwingine kuwapa adhabu kali, ili wasije wakajihisi wao ndo Yanga, wao ndo Simba. Lazima wajue wana mstari wao ambao wanatakiwa kuvuka. Shukrani sana. Asante sana Malaika.